Hi Silas Moyave Ntomba Switch, you know. CJ Peter 25 mazee imekam na Mbogi ya Kimunyoski, yani tumekam na Mbogi, tunataka kujua kwanza tunaenda binguni ama tunarudi huko hell. Lakini si hell, yani tunataka kujua gospel na secular. Tunataka kujua ni aje. So nataka kupata maoni yao kupitia tu venye watasema. Ni aje? Fiti. Kwa majina naitwa Dompo. Yeah. Mimi nimependa kuongelea hiyo story ya secular music na gospel. Mimi kwa maoni yangu nipo kuwa secular artist kwa sababu kuna vitu zingine ufungiwi, kama kuna stuff zingine ukiwa gospel artist huwezi fanya. Unaona? Na ukiwa secular artist unaweza imba hiyo gospel yenyewe, unaweza imba love song, reggae, unaweza changanya. Unaona? Like hujaholdiwa mahali pamoja. So unajua gospel unaongelelea, hata ukiimba love song ya gospel lazima ushinde ukitaja vitu zingine ndio ionyeshe watu wa gospel umeweka Mungu hapo ndani bado. Si ati kusema msejo anaimba secular hajaokoka. Mtu anaweza imba secular but anaamini Mungu, unaona? So mimi naona hapo hiyo ya ati so nataka kumaanisha Kenya wako tu sawa. Wako tu sawa, lakini kuna specific places tunafaa kuchange. Kuongea uchafu zingine hapo, yani kuchange content yetu ndio iweze kuendelea mbele. Yaman. Hapa wako. Ni upande yangu mimi naweza sema story ya gospel kwanza tuachane nayo kabisa. Ndio wenyewe gospel ni naweza sema gospel ni tamaduni ya wazungu. Hiyo kitu ililetwa. Wanatulazimishia kitu hatutaki. Walikuja na bunduki na Biblia. Hiki ilikuja tu, ilikuja. Tulikuwa tunaomba mlima, tulikuwa tunaomba miti. Tulikuwa tunaomba hadi msituni. Tunachinja ng'ombe. Mungu anajibu maombi yetu. Mzungu akakuja huku na bunduki na Biblia akatulazimisha tuokoke. Hiki tu ikukua. Kitambo Mungu hakukua huyo wa wazungu. Yaani tamaduni yao. Tamaduni yetu ni mlima, msituni, ng'ombe na kitu kama sanamu. Okay. Bora kuna ile Mungu lazima ajibu maombi yako. Inategemea na muomba kupitia aje. Na hiyo ndio mimi nakubali. Sasa hiyo story za kusema sijui gospel za wazungu. Hiyo ni tamaduni ya wazungu na hiyo inafaa ibaki kwa. Mimi nitaachia hapo. Mbakalo hapa mimi nakuja na kauli ya kupinga Kevo. Kevo zile tumebonga mazazi jani nice. Mwanzo kabisa Mungu yupo. Sisi kama watu wa dini naamini Maulana yuko. Achana zile vitu tumesema sijui mnaabudu miti kama wasafiri fulani, kama wale fulani wanaabudu Jehova Wanyonyi. Sisi tunasema Mungu yuko. Ukitaka kujua kwamba yuko, soma Biblia. Kando na kusoma Biblia, wewe jione dunia inapoelekea. Kama ni wimbo, msanii wewe imba na utilie maanani maeneo yako ama the type of songs you sing. Na mwehe zile unaimba deal nazo, kama ni za dini kile unasema ati sasa usupport Mungu, hiyo sasa achana naye. Mungu hata hajui kusubscribe. Wewe imba gospel, unaitoa hiyo. fans wa Mungu atasubscribe, si ajabu. Fanya mambo yanayojiri. Kama ni reggaeton fanya, lakini ukisema unapinga Mungu mtiangu hiyo vitu hivyo kwa hii dunia. Sawa? Besti yangu hapo ameniambia mambo yake. Mimi nimesikia. Hiki tu iko simple. Before hao wazungu wakuje, venye walikuja na Biblia. Walikuja na Biblia na bunduki. Wakatulazimisha usipookoka unauliwa. Si ilikuwa hivyo zamani? Kabla wakuje, si Mungu alikuwa anatupatia kile tunataka. Mungu alikuwa anatulisha kile tunataka. Alikuwa anatupea mvua vile tunataka. Ama mimi nadanganya hapo. Kitambo kulikuwa na kabla wao ungeoa ni mbajo. Siku hizi kuna bajo. Siku hizi dema anatombolewa akiwa kwa tumbo. Kana danganya mniambie.
So Kevo manze, mimi nakusupport sana. Juu ukiangalia maisha ya kitambo manze ilikuwa poa. Tulikuwa tunaenjoy manze, jo unaweza tokea hivi upate kitu kule. Lakini sasa ukiangalia manze, jo unapata ati kuna corona. Kitambo kuna mtu alijua kuna corona kweli? Hakuna. Sasa hizi manze walitoa sijui wanaweza tusupport wasanii upande wetu. Lakini hakuna kanyamuka yenye kalifikia watu kama sisi. Maisha ya saa hii tunaumia sana. Yaani ndio tunatambua kwamba kuna Mungu ndiye alituumba tukakuwa. But saizi maisha ya saa hii si poa. Manze jo mimi nakusupport Kevo. Mimi na support Kevo, mimi naitwa Asiele hapa. Na support Kevo sana. Ukiangalia maisha ya kitambo na ya saa hizi haifai. Pia ukiangalia hii Biblia ni kitu ya wazungu. Wazungu walikuja hapa na Biblia kutuchanganya. Kutumia Biblia kutupiga 10%. Kama Mungu alitaka 10% na ananipea zao, angetoa hiyo 10 huko, anipatie so 9. Hii mambo mimi sioni. Kwangu mimi huwezi. Mimi na support gengeton, wenye wanafanya gengeton wafanye. Biblia ni ukora tu. So mimi naitwa Magi, nimekuja kupingana nao watu wanasema ati hakuna Biblia ya ukweli. Biblia iko na kuna life after death. Watu wanasema ati Biblia imekuja kuleta ukora sijui nini. So tuliletewa hii Biblia ndo tujue kuna God ama there is life after this. So imagine mkisema ati kuna life after this ama mnaamini hii utamaduni yenye mlikuta, how will it be after this? Ni sawa. Mimi naitwa Triza, like gospel iko tu sawa, like iko tu poa. Watu wenye na support gospel waendelee hivyo, iko poa. Kwa majina naitwa Nicholas Krui. Mimi napenda Mungu. Na mimi nimeokoka. Amen. Na kweli nimeona mkono wa Bwana. Mungu amenitoa mbali. Nikifikiria mahali nikiwa mdogo mpaka sasa hivi, kweli Mungu amenitoa mbali. Hallelujah. Kusema kweli. Sasa nataka niwaambie marafiki wangu, nataka kuishi maisha mazuri. Upende Mungu. Ujue Yesu hapo alikuja kukufa kwa ajili yetu. Wacha kupingana na la Mungu. Neno la Mungu ni kizu. Inakata, inachoma. Ukipingana na mchungaji akiwa lai, hiyo kizu itakukata mbaya sana. Thank you. Nataka kupiga Kirui na pia nataka kupinga Magi at the same time. Kitu ya first, Kirui anafaa ambiwe kuzaliwa, kukua, hiyo ni nature. Mtu lazima azaliwe, akue, atambee akue mtu mzima. Na yeye Magi life after death. Hakuna mtu ameshaikufa akakuja akatuambia kuna kuaga hivi ama hivi. Labda ni fiction, labda ni story. Hata Biblia pia inaweza kuwa ni history ya Waibrania huko walituletea watu danganya. Sisi ati napinga Mungu. Kila kitu iko tu sawa. Mimi nakubali Mungu wako. Unaona? Kitu mimi nakataa ni tamaduni za wazungu. Tamaduni zetu zilienda wapi? Mungu alikuwa anatupatia hata tuomba mvua ikuje, tuomba hata tutumia msituni ama tutumia mlima. Mungu alikuwa anatupatia haki yetu. Tangu wazungu wakuje haki yetu iko wapi? Siku hizi naomba mpaka naomba mwezi mzima hata siwezi pata shilingi 20. Mimi sipendi wazungu. Mimi sipendi hiyo gospel za wazungu. Tamaduni yetu muhimu. Kama tulikuwa tunaomba Mungu tukiomba ng'ombe, tukipiga magoti tukiomba kama ni ng'ombe. Hiyo iko tu sawa hivyo. Kama tulikuwa tunaomba Mungu kwa mgumo, Mungu alikuwa anatusikia tukiwa kwa mgumo. Na hiyo ndio kitu inafaa ikue. Unaona? Tangu wase wakuje waanze kutukoroga akili na Biblia zao. Hizo ni tamaduni zao. Okay, nani yako na uhakika kuna maisha baada ya kukufa? Hiyo sijui life after death. Inaitwa death hiyo kitu. Death. Nani yako na uhakika juu ya hiyo maneno? Nani historia? Biblia imeandikwa na mtu. Biblia imeandikwa na wale vitu wengine huko wazungu. Si ati tunakataa, mimi sikatai. Kuhusu mambo ya Bible, hapo napingana juu wazungu waliongezea vitu zao.
Saa life after death, mimi hadi shushu yangu alikufa sijaimuona. Hajai kuja kuniambia wewe kutakuwa huko chini. Pale unakaa na maspiri. So mimi naamini kikufa nitaenda pale yao wengine wako. Wewe tu niko. So mtu asikuje kutuambia hapa na wazungu ni mimi sikwangi nimeamini wazungu. By the way nakuwa nimependa demu mzungu, naweza taka kuwa na demu mzungu lakini siwapendangi. Ndio nilisema kaa kitambo, mimi naamini there is God na hao wazungu sidhani kuna kitu waliongezea. So kuna ile kitu ilikuwa inaitwa translation of the Bible. Wali translate, yani from juu kulikuwa na wale disciples walikuwa wanaandika, they were interpreted by God to like those messages. So hao wazungu chenye walisaidia ni kuinterpret. So history ya kusema ati wazungu sijui walikuja na wakaongezea vitu zao hakuna. So mimi nasema hivi, kama unajua wewe unasema wazungu hawakuongezea chochote. Wazungu walijuaje kwamba Yesu alikufa akawekwa msalabani? Yes. Walijuaje? Mimi nasema story ati Wacha nikusaidia kitu moja hapo. Cheki historia ya Yesu kusulubishwa msalabani. Unajua makosa gani Yesu alifanya akasulubishwa? Gani hiyo? Yesu hakuwa na makosa. One thing. Yesu alikubali kubaptiziwa na yenyewe hakuwa na sin. Alikubali mbona? Na kuna semekananga there was a song in heaven ilitokea na the birds that come ndo tujulishe huyo ni mtoto wa Yesu. Good. Okay, naweza kufundisha kutoka hapo sasa. Kuanzia leo ifai ukae kwa giza. Kusulubishwa kwa Yesu alisulubishwa juu ya makosa moja pekee yake. Inaitwa treason. Yesu alisema yeye ni mfalme. Unaona? Nchi ya wenyewe. Hiyo ni makosa gani? Unaona? Alisema yeye ni mfalme nchi ya wenyewe na alikuwa ameanza kupata mashabiki. Fans kama okay. Sipendi kusema hivyo lakini kama Raila Kenya. Unaona? Kusulubishwa kwa Yesu alisulubishwa kwa makosa ya kujifanya mfalme. Alikuwa anaitwa aje? Yesu aliuliza aje wanafunzi wake, "Uko nje wananiita aje?" Wanafunzi wake walimwambia aje? "Wanakuita mfalme wa Wayahudi." Unaona? Yesu hakuwa mfalme, Yesu alikuwa mtoto wa seremala. Carpenter. Na mimi nasema Yesu alikuja ilikuwa itufaa ituoneshe Yesu alikuja kwa the poor in heart, not the riches. Yes. The poor in heart, not the riches. So you have to understand one thing. Yesu alikuja kukuja kwa matajiri ama kulikuwa na matajiri na matajiri wenye wametajirika kwa roho zao. Lakini kuna wale walikuwa poor in heart. Na Yesu penye wanafunzi wake penye alienda akawauliza watu wanasema mimi ni nani? One thing, Yesu hakusema ati mimi I'm the Messiah. No. Alimwambia enda muulize wengine mimi ni nani. So kusema Yesu alikuja kwa ajili ya watu walio wenye hawana the rich in heart. Okay, ukisema the rich in heart. Sasa tunajaribu kumaanisha kuna wale there was the Pharisees and the subscribers, you know. Na hao ndo walikuwa wanajifanya wanajua injili kuliko kila mtu. Na Yesu alikuwa anapingana na wao akisema those they just pretend themselves that. Acha niwaambie kitu moja. Kila kitu inaandikwa kwa script, hiyo ni history, si ndio? Kwa hivyo Biblia hiyo ni history. Na hata ukisoma introduction inaandika to the ancient Jewish. Kumaanisha huyu mtu hata Yesu akirudi labda atarudi kwa hao Jewish. Na hata kuchukua wewe. Mungu wako hakuna mwenye anapinga Mungu. Hakuna mtu amekataa Mungu. Hadi Yesu wako usilikule. Yesu hakuna. Yesu nayo. Yesu wako Mungu wako. Hebu nipatie reason kwa nini unasema hayuko Yesu. Yesu nimekuambia hivi. Yesu alizaliwa akiwa genius. So kwa 2000 years ago. Unaona? Sikukua kwa sababu kama wewe unaamini Mungu wako na umeandikiwa. Unajua mimi nimeandikiwa. Wewe unajua nimeandikiwa hapo nikitaka kuamini niamini. Wewe ukao utaki kuamini usiamini. Pia mimi naamini. Sasa mimi naamini. Sawa,
Wacha tumalize. Naamini venye wewe unaniambia. Naamini tuseme Yesu wako, kila mtu amekubali Yesu wako. Sio Yesu. Sio Yesu. Mungu wako. Mungu wako. Sawa, wacha tukubali. Tukubali Mungu wako. Hii kitu ishe, tuta continue next week. Good. Next week tupate tukiendelea. Next week unaniona vibaya sana.